Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni asijirudie. Rais Samia asema ripoti aliyopokea ni dawa, ahimiza amani kuliponya taifa, ahidi ujasiri. Tume ya maridhiano, tume ya kipelelezi haja, agusia uwajibikaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Yaliyobainishwa na tume: vurugu zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa. Waliofanya vurugu walilipwa 10,000 hadi 50,000. Vyanzo 5, vichocheo 8. Viashiria vilianza miezi 6 kabla, zililenga kuzuia uchaguzi mkuu. Hakuna makaburi ya halaiki. Hasara bilioni 126.6. Sekta binafsi yaongoza. Maeneo 202 yafikiwa, mikoa 11, wilaya 21, mapendekezo 11, maeneo mahususi 13 yahimiza mwafaka maridhiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea ripoti ya tume ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025 kutoka kwa mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, Ikulu Dar es Salaam jana. Tume ya Chande yahimiza mwafaka, yapendekeza maridhiano yafikie serikali za mitaa. Katiba mpya ipatikane 2028. Viongozi upinzani, wananchi wasifu kazi iliyofanyika. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Chekechea wafa bwawa la kuogelea hotelini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe limeandika ripoti ya tume jiji Chande, chanzo cha tatizo, yabainisha sababu za vurugu Oktoba 29, ikitaja idadi ya vifo, majeruhi, waeleza polisi walivyovamia kibanda umiza, vijana walivyoratibiwa na kufadhiliwa kwenye makambi. Rais Samia ahidi tume ya maridhiano, serikali kuchukua hatua. Chadema yaikosoa tume huku ikichambua muktasari wa ripoti yalia na tume huru. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, wa 3, wa 4, wa 5 pamoja na ukurasa wa 6. 518 idadi ya watu waliopoteza maisha kwenye vurugu za Oktoba 29, huku Dar es Salaam ikiwa na idadi kubwa ya watu 181. Watu wengine 2390 walijeruhiwa. Nukuu ya Jaji Othman Chande ikisema, tunapendekeza kuundwa kwa tume ya mwafaka wa kitaifa chini ya mamlaka ya rais. Pia kuwapo kwa maridhiano na mwafaka wa kitaifa ni hatua muhimu katika kuponya majeraha, kurejesha amani, kuaminiana, mshikamano na utengamano ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Mapendekezo ya tume ya Jaji Chande: serikali itenge siku maalum ya kuwakumbuka waliopoteza maisha. Katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 kabla ya uchaguzi mkuu 2030. Iundwe tume ya kitaifa ya maridhiano na mwafaka nchini. Demokrasia na uwanja sawa wa kisiasa viimarishwe nchini. Kuimarishwa usimamizi wa mipaka, kudhibiti uhalifu kuingia kiholela, usimamizi wa rushwa kwa vijana. Habari ni katika kurasa hizo. Nani ni nani katika tume ya Jaji Chande? Habari picha ikionyesha viongozi mbalimbali waliounda
tume hiyo. Undani wake ni katika kurasa za ndani. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vijana 500 walihifadhiwa misituni kufanya ghasia, wengine katika majengo, waliochochea vurugu waanikwa. Idadi ya waliokufa raia askari watajwa, katiba mpya yapendekezwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Rais Samia never again, habari ni katika ukurasa wa 4. Dhamira ya kufikisha watalii milioni 8 yaonekana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Kijaji azungumzia mustakabali uhifadhi rasilimali asilia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali yazungumzia uchimbaji madini ya graphite, habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaiomba CRDB wadau kuinua wanawake wachimbaji madini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Mvutano Marekani Iran waendelea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Watumishi NIRC waaswa kulinda mafanikio umwagiliaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ghasia Oktoba 29 kilichojiri, wanasiasa wanaharakati watupiwa zigo, ushahidi waonesha ziratibiwa na kufadhiliwa. Samia ahidi tume ya maridhiano, waliokiuka sheria kuwajibishwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Tume ilichobaini vifo 147 vilitokana na risasi, watu 518 walifariki dunia, da 182, Mwanza 90, Mbeya 80 na 53 Arusha zililenga kuzuia uchaguzi mkuu. Kufikisha ujumbe kwa serikali, kuna watu walipata madhara ya kijamii, kiroho na kimwili. Maamuzi ya serikali kuunda chombo cha upelelezi kuangalia iliyobainishwa na tume, waliopanga na kufadhili vurugu, kugharamia majeruhi waliotokana na vurugu, vyombo vya ulinzi kutekeleza majukumu yake ili nchi iwe salama, kuunda tume ya maridhiano. Tumejifunza yasijirudie tena. 518 idadi ya vifo, waliofariki dunia 147, idadi ya vifo vilivyotokana na risasi 16, idadi ya vifo vya askari. Mapendekezo ya tume, serikali iwatibu bure waathirika wa vurugu, siku ya maombolezo ya kitaifa kukumbuka waliofariki, mkakati wa huduma za msaada wa kisaikolojia na jamii. Katiba mpya ipatikana ifikapo mwaka 2028. Tume ya maridhiano ya muafaka wa kitaifa iundwe, baraza la wazee la washauri. Sheria ya INEC itekelezwe kikamilifu. INEC iruhusiwe kuajiri watumishi wake. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Nipashe limeandika makala maalum, fujo za jamii za wagharimu mabinti kutimiza ndoto zao, habari katika ukurasa wa 5. Nyumba 150 zaathiriwa na mvua za masika Zanzibar, habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima kama yalivyo magazeti mengine, lenye limeandika yasijirudie tena. Ni kauli ya Rais Dr. Samia akipokea ripoti ya Jaji Chande, aridhia mapendekezo ya tume. Habari katika ukurasa wa 2. Upotoshaji. Vyombo vya habari vya kimataifa vilitoa habari za upotoshaji kuhusu matukio Oktoba 29. Uchunguzi. Kuundwa kwa chombo maalum kuchunguza matukio yaliyojitokeza. Maridhiano. Serikali kuanzisha tume ya maridhiano, asisitiza bila vyombo vya dola hali ingekuwa mbaya zaidi.
Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Waziri mkuu awashukia wachochezi migogoro, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ukweli hadharani, tume ya Jeje Chande yabaini maandamano kufadhiliwa, kupangwa, kuratibiwa, baadhi ya watu kupewa 10,000 hadi 50,000 na kuhaidiwa ajira, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru. Gazeti Uhuru pia likiandika watoto 3 wafariki dunia wakiogelea hotelini, habari ni katika ukurasa wa 4. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika ramani ya dabi, Pedro asisitiza jambo, mwalimu aziingiza vitani Simba Yanga Sports Club, habari katika ukurasa wa 3. Ligi kuu bara ni Mei 3, Simba dhidi ya Yanga Sports Club saa 11 kamili jioni. Mastrika wawili tu Simba Sports Club, habari katika ukurasa wa 2. Kajala na shilingi bilioni 2 ya Konde, habari katika ukurasa wa 10 na ukurasa wa 11. Uwe shinda mechi zako. Mchezaji wa zamani wa Arsenal Paul Merson amesema mbio za ubingwa ligi kuu England bado ziko wazi na washika mitutu hao wana nafasi licha ya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Ijayo ni Premier League April 25, Arsenal dhidi ya Newcastle United. Man City ana alama 70 katika nafasi ya kwanza, wakati Arsenal katika nafasi ya pili akiwa na jumla ya alama 70. Everton dhidi ya Man City ni Mei 4 saa 4 kamili usiku. Namba 4 BDL kazi ipo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. EPL leo Ijumaa ni Sunderland dhidi ya Forest saa 4 kamili usiku, Stadium of Light. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo lenye limeandika kamati kuandika historia AFCON 2027, Singida Black Stars ya kwama tena kombe la Muungano, habari katika ukurasa za ndani. Shime atangaza kikosi kazi. Kocha wa timu ya taifa wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Queens Bakari Shime ametaja kikosi cha wachezaji 27 kitakachoingia kambini kwa ajili ya michezo miwili kufuzu kombe la dunia dhidi ya Cameroon. Odemba awaita wanaume kwenye mitindo, habari katika ukurasa wa 21. Tarura yajipanga miundombinu AFCON, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo lenye limeandika unyama sana, mwalimu aipeleka Simba nusu fainali Muungano. Baupekela Selemani, mwalimu dhidi ya mafunzo jana, limepeleka Simba katika hatua ya nusu fainali kombe la Muungano mwaka 2026. 4 zaongoza ukame wa mabao ligi kuu bara, habari katika ukurasa wa 23. Yanga Princess Salute, habari katika ukurasa wa 23. Nyota 27 waitwa Tanzanite Queens, habari ni katika ukurasa wa 23. Makonda mgeni rasmi knockout ya mama, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Bondia Mbona Bucha amtambia Bangaiza, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Masikini Lamine Yamal, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.